Tafsiri ya ndoto: ikiwa umeota ndoto umenyolewa nywele, au ulilala usiku umeamka asubuhi unaona kama kuna upande nywele zako zimenyolewa. Ndoto hii au ikiwa imetokea zaidi kwako haina maana nzuri. Nywele zako ni heshima yako, nywele zako ni utukufu wako, nywele zako ni siri za mambo yako. Ikiwa umeota ndoto umenyolewa nywele, maana yake nguvu zako zimeondolewa au zimepunguzwa, au adui anachukua siri za mambo yako. Mtu akiwa ameota ndoto amenyolewa nywele au kawa umenyolewa nywele, manake kuna vitu umeibiwa, hasa vinavyohusu ufahamu na maendeleo ambayo inatakiwa atokee kwenye maisha yako, kwa maana ya ustawi, heshima, cheo na nafasi. Hii ikiwa imetokea kwako, manake kuna mahali adui amepata mlango na njia kuja kukuchukulia ustawi wako, kuja kukuchukulia maendeleo yako na hata heshima yako. Ndoto hii ina maana gani hasa? Maana ya kwanza, ukiwa umeota ndoto umenyolewa nywele au imetokea umelala asubuhi umeamka umeona nywele zimenyolewa, hii maana yake ya kwanza ni ishara ya kwamba adui amekuja kuchukua heshima yako. Maana yake ni roho ya aibu inakuja mbele yako. Maana ya pili, ambayo inaweza ikawa ina maana sawa na hii, inamaanisha nguvu zako au siri zako. Kitabu cha Waamuzi sura 16 mstari wa 17 ni kipindi ambacho Mungu alimpa mamlaka Samsoni na alimpa siri ya nguvu zake, kwa sababu nywele zake zilikuwa zinamaanisha nguvu zake na utukufu wake. Aliponyolewa nywele alijikuta hana nguvu na hawezi kufanya lolote. Hii ina maana kwamba ukinyolewa nywele, maana yake umeibiwa nguvu zako, ustawi wako na hata maendeleo yako. Maana nyingineyo, ukiwa umenyolewa nywele ni ishara ya unyenyekevu au hali fulani ya maombolezo. Baadhi ya sehemu utaona watu wananyoa nywele, ishara ya kunyenyekeza au kuomboleza. Hivyo ukinyolewa nywele bila kupenda, manake ni roho ya maombolezo au roho ya kushushwa imeingia kwenye maisha yako. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 20 inazungumza wazi kuhusiana na habari ya kunyoa nywele kama alama ya kujishusha au kushushwa. Nini cha kufanya baada ya kuota ndoto hii au ikiwa umetokea kwako umenyolewa nywele? Jambo la kwanza, unahitaji kufanya toba, kwa sababu mpaka adui amepata nafasi hiyo kuna mlango umefunguka. Lakini jambo la pili ambao unahitaji kufanya marejesho au urejesho. Na jambo la tatu ni kuzuia nywele zilizochukuliwa kwako, iwe kwa ndoto au dhahiri, zisiende kufanya kazi yoyote waliokusudia. Jambo linalofuata, omba Mungu akupe neema ya kutunza siri zako. Kuna mtu ambaye uko naye karibu, huenda umeshia naye mambo yako ya ndani na ametumia fursa hiyo kuja kukuibia na kuja kukuletea uharibifu bila wewe kujua katika ulimwengu wa roho. Lakini jambo la mwisho, vunja mashambulizi na weka ulinzi na Mungu atakusaidia. Kwa sehemu, tuingie kwenye maombi ikiwa ni wewe umekumbwa na hali hii. Tuingie kwenye maombi ya toba. Sema: Bwana Yesu, ninaomba rehema. Ninatubu kwa ajili yangu. Ninatubu kwa ajili ya nywele zangu. Huenda kuna mahali nimefungua mlango mimi mwenyewe. Ninaomba unirehemu. Pengine nililala bila kuomba. Pengine nilisahau kukutanguliza wewe. Ninaomba unisamehe. Nimeshuka mbele zako. Ninaomba unihurumie. Kama kuna mahali nimekosea na adui akapata mlango, naomba unisamehe. Naomba unisamehe Bwana. Natubu, ninaomba rehema zako kwa jina la Yesu. Basi tuingie tena kwenye maombi ya kuomba urejesho. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba urejesho wa hizo nywele. Kwa namna yote ambayo adui alikuwa amepanga mabaya, naomba Bwana urejesho wa nywele hizo zikarudi. Kuna mtu ambaye unanyolewa nywele kwa ndoto, nywele hazioti tena. Mwingine umenyolewa nywele zaidi, mahali hapo nywele hazioti. Narudisha nywele ziote kwa jina la Yesu. Naondoa kila sumu, naondoa kila sumu ya kiwembe, naondoa kila sumu ya nguvu za giza zilizotumika kukunyoa. Kwa jina la Yesu, narejesha nywele zako, narejesha nywele zako zikaote na zikamee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naachilia ufungulivu ndani yako, naachilia nguvu za Mungu ndani yako, naachilia ulinzi wa Mungu ndani ya maisha yako. Kila mpango wa shetani usifanyikiwe. Mahali popote zilipochukuliwa nywele zisiende kufanya chochote, zisifanyikiwe kwa jina la Yesu. Nabatilisha kazi zao, nabatilisha kila nguvu za giza, washindwe kwa jina la Yesu. Kila aliyechukua nywele zako ili kukufunga, ili kukushusha cheo, kukushusha thamani, kukuondolea kibali chako, kukuondolea nguvu zako, naamuru washindwe kwa jina la Yesu. Apigwe mwenyewe na kuaibika mwenyewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
hai, na kuombea nguvu za Mungu ziende huko zikarejeshe kibali chako, zikarejeshe maradufu. Walipotaka wakushushe, wewe ukapande zaidi. Walipotaka waibike, ukapate heshima na ushindi, katika jina la Yesu. Ni wakati huu Bwana, ninaomba nguvu zako, ninaomba neema yako, naomba Bwana kibali cha ulinzi wa siri za mtu huyu. Naziombea siri zako mahali popote ambapo umeshia na mtu ambaye sio sahihi, ninampiga upofu, asifanyikiwe kwa lolote lile, kwa namna yote. Mahali ambapo umetoa siri za mambo yako, ambapo Mungu amekujulisha kwamba kuna siri umezitoa, na siri hizo zinaweza kutumika kama mlango wa kuvamia, Mungu akusaidie, adui asifanyikiwe kwa jina la Yesu. Nami nasambaratisha kila mashambulizi, navunja na kuharibu kila mashambulizi yaliyoingia ndani ya maisha yako, iwe kwa mlango wa mbele, wa nyuma, kona, kwenye mipaka yote ile, na kuombea nguvu za Mungu zikulinde na kutunza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea ulinzi kwa jina la Yesu, pokea ulinzi kwa damu ya Yesu, pokea amani kwa jina la Yesu. Kila mpango wa shetani usifanyikiwe, na kuombea pokea ulinzi, pokea utulivu, pokea heshima yako, pokea kibali chako, adui asifanyikiwe kwako, katika jina la Yesu nimekuombea, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Niliomba pamoja nawe, naamini maombi haya yamekuwa tiba na kinga kwako. Endelea kujinyenyekeza mbele za Mungu na kuomba mara kwa mara. Kumbuka, usilale bila kuomba. Maombi ni dawa yako, maombi ni ulinzi wako, maombi ni kinga yako. Umesikia kufunguliwa, na ikiwa imetokea kwako na tamani kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Lakini pia unaweza kaendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa kuandika maombi ni dawa, au kuandika namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Utaenda kupokea vipindi mbalimbali vya kiroho ukiandika jina lako na hitaji lako. Unahitaji unipe ushuhuda, karibu kwa namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Barikiwe. Mitandao yote ya kijamii andika maombi ni dawa au maombi tiba. Mungu akubariki, akutende mema.